Binafsi nitasema ameacha pengo kubwa kwa sababu ni mchezaji ambaye msimu uliopita alifanya makubwa kwenye statistiki ya wachezaji wote duniani. Nilishawahi kuja kumzungumzia Stefano Aziz Ki kwa upana mkubwa sana. Kiwango alichokionyesha Stefano Aziz Ki msimu uliopita. Nimekwenda kufanya assessment Uingereza nikamwangalia De Bruyne hajamfikia. Nimekwenda kula Spain nikamwangalia Luka Modric hakumfikia. Lakini pia nimetembea baadhi ya ligi hakuna mchezaji aliyofanya vizuri kwenye eneo namba 10 kama Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo ili ni pigo kwa wana Yanga, ili ni pigo pia kwa ligi kuu ya Tanzania, kimaanisha kumvuto utapungua kiasi fulani. Lakini ndio maisha ya mpira, ndio maisha ya wachezaji. Mchezaji sio mwanachama. Mchezaji lazima atoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wachezaji Yanga wamepita wachezaji wengi sana. Licha ya Stefano Aziz Ki kwenye eneo lake alipata Haruna Niyonzima. Walipita kina Kamusoko, walipita kina Papa Shishimbika walipita wengi sana. Kwa hiyo kwa hivi sasa tunamzungumzia Stefano Aziz Ki kwa sababu ndo mchezaji ambaye alikuwepo. Lakini bado naamini wachezaji waliokuwepo, bado naamini viongozi waliokuwepo waliomleta Stefano Aziz Ki ndio atakwenda kumleta mchezaji mwingine. Naamini mchezaji kama Clatous Chota Chama, huu ndio utakuwa wakati wake kwenda kuhakikishia wana Yanga kwamba sikuja hapa kwa bahati mbaya. Kwenda kuhakikishia watani kwamba nilitoka kule kuja hapa, sikuja kwa propaganda. Wakati wa Clatous Chota Chama umefika, lakini vile vile pia wakati wa wachezaji wengine kwenda kuonyesha makala yao baada ya kuwa Stefano Aziz Ki amekwenda kuhitimisha maisha yake ndani katika nchi ya Tanzania, vile vile akiwa kwenye klabu ya Yanga. Anaelekea Wydad Casablanca. Ana sifa. Kwa tuseme kwamba ni kama ndoto za Aziz zimetimia kwamba kutoka ASEC kuja Yanga hatimaye Wydad. Ya Aziz Ki hajaanzia ASEC, ukienda ukimfuatilia vizuri unamuona Aziz Ki Stefano Aziz amepita katika vituo vya kulelea watoto, ikimaanisha kwenye mambo ya kimpira Spain huko. Ametoka Spain amekuja Ivory Coast, amekuja Tanzania, hivi sasa anakwenda Morocco. Na naamini Stefano Aziz Ki licha kwamba umri wake unaelekea ukingoni kwenda kucheza mpira, lakini bado namuona mbele zaidi kwenda kucheza kwenye mataifa makubwa ya mpira. Unajua wakati mwingine tunahitajika kumuomba sana Mwenyezi Mungu bahati. Mwenyezi Mungu anaweza akakupa akili, lakini pia tunahitajika kumuomba bahati. Mfano, leo hii Stefano Aziz Ki anacheza Bongo, leo hii Stefano Aziz Ki amekwenda Morocco, lakini kuna wachezaji wapo pale Uingereza, kuna wachezaji pale wapo Spain, kuna wachezaji wapo Ufaransa, bado hawajamfikia hata theluthi Stefano Aziz Ki kwenye kiwango chake.